Hali gani mpenzi mtazamaji wa Misia San TV, na ukaribisha kuweza kufuata taarifa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako ni mimi Luendo Safari. Karibu na uweze kunipa macho na kunitegea sikio. Tuanzie taarifa yetu ya habari na uko Walikale ambako mapambano makali yameshuhudiwa mchana wa siku ya 3 wa wiki tunayo kati ya jeshi la taifa FARDC na wazalendo dhidi ya waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda. Taarifa tunazo ni kwamba mapambano hayo yameanza tangu asubuhi ya Jumatano tariki 2 Aprili 2025 ambako matokeo kwa muda ni watu 7 ndio wamefariki akiwemo raia mmoja asiye na hatia. Kwa sasa ni jeshi la taifa ndio wanaomiliki baadhi ya maeneo ikiwemo eneo la Cité Belge. Huko Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini, ni kwamba watu 5 wameuawa kwa muda usiozidi masaa 48. Hii tariki mosi Aprili 2025, wakala mmoja aliyejulikana kwa jina la Nshuti aliweza kupigwa risasi katika kata ya Kitindo, mtaa wa Maniema, manispa ya Goma. Kulingana na shuhuda wa tukio hilo, watu wenye kujihami kwa silaha waliwasili katika ofisi yake wakala huyo na kumtwanga risasi nyingi kisha kuchukua fedha zake. Hali ya usalama inazidi kuwa mbaya siku kwa siku katika mji wa Goma, jimboni Kivu ya Kaskazini, huku mwili mwingine bila uhai uliweza kuokotwa asubuhi ya Jumanne katika kata ya Majengo kaskazini mwa jiji hilo. Tariki 31 Machi, ajali nyingine ilitokea katika kata la Ndosho, huku watu wa kata hilo wakivamiwa na wezi wenye kushikilia mapanga na bunduki na kupelekea kijana mmoja kujeruhiwa na risasi. Wakati wa tukio hilo, vitu pamoja na pesa viliweza kupelekwa. Katika tarafa Fizi ni kwamba mganga mkuu wa mtaa wa afya wa Fizi amewataka raia wa mtaa wake kutokutumia maji ambayo ya kuwekwa dawa hasa wakati huu wa masika, na hiyo itasaidia kupunguza ongezeko la magonjwa yanayosababishwa na maji machafu. Akiwa mbele ya TV yako, Daktari Albert Mangaiko Sadiki ambaye ni mganga mkuu wa mtaa huo wa afya amesema huu ni wakati wa kila mmoja kuweza kuchukua tahadhari, hasa kuzingatia kunywa maji yenye dawa kwa kuwa magonjwa yanayosababishwa na maji machafu yamekuwa mengi tena yanaua kwa haraka. Kuhusu huo uchafu ambao unaweza ukapelekewa na maji ya mvua hadi kufikia kwenye bahari, si tu kwenye bahari lakini pia hata kwenye mito mbalimbali ambayo yenye kuwa katika vijiji na hata pembeni ya jiji la Baraka, yote yanachafua maji, na hiyo inakuwa vile vile ni kama vile hasara kubwa kuhusu maambukizo ya magonjwa kutokana na maji machafu, zaidi sana ugonjwa wa kipindupindu. Ushauri wetu ni kwamba watu wasiyatumie hayo maji ya Tanganyika au maji ya mitoni kabla hawajaona mahali ambako pana mtu mwenye kutia yale matoni ya dawa ndani ya maji. Hiyo itawasaidia kujikinga na kipindupindu au magonjwa mengine yenye kutokana na maji machafu. Ujumbe wetu ni kwamba kipindupindu na magonjwa mengine kutokana na maji machafu tunaweza tukayaepuka kwa kuweza kutumia maji mazuri, kwa kuweza kuosha mikono yetu kisha kutoka kwenye msalani kabla ya kula na baada ya kula, na kuosha vyakula vyote mbele ya kuvitumia. Lakini zaidi ya hiyo, tungependa vile vile kushauria watu kuwa na misalani mizuri ili vinyesi visiwezi kuzagaa ovyo, kwa kuwa vinyesi vyenye kuzagaa ovyo ni hivyo ambavyo vinafika kuingia ndani ya maji na kuchafua maji na baadaye akawa tena ugonjwa kwetu sisi. Hayo ndiyo kama vile mambo ambayo tungeweza kuwashauri watu, nikisema kuosha mikono, kutumia misalani mizuri na kunywa maji yenye kutiliwa dawa au maji yenye kuwa masafi. Pa Baraka, jimboni Kivu ya Kusini, ni kwamba ni watoto 1144 wakiwemo wanaume 590 na wanawake 554 ndio waliorozeshwa kwenye kitengo cha serikali kinachohusika na masuala ya raia Imaita Civile mjini Baraka kwa muda wa miezi mitatu, yani kuanzia Januari hadi Machi 2025. Akizungumza na TV yako, Bwana Mombi Musema, mkuu kiongozi wa kirengo hicho katika jiji hilo, amesema kuwa wazazi wanajitokeza kwa wingi kuorozesha watoto wao, kitu kinachopelekea kuwa na idadi kubwa katika muda mfupi kama alivyotoa hapa takwimu. Watoto ambao tuliorozesha kwenye kwa ofisi yetu ya Etat Civile katika miezi 3 tuliorozesha watoto kwa jumla 1144, na ndani ya hawa watoto wakiwemo watoto wanaume 519 na watoto binti
54. Hawa ndio watoto wote kwa ujumla ambao walizaliwa ndani ya muda na wakakuja kuorozeshwa ndani ya muda. Mnakuwa pia watoto ambao tuliorozesha kupitia maprocuration kutoka kwenye kuwa maire de santé mbalimbali, na vile kunakuwa wale watoto ambao waliorozeshwa kupitia maordonnance au jugement supplétif kutoka kwenye kwa tribunal. Tukiangalia mwaka jana na huu mwaka, yote iko ni kama vile inapishana kadogo zaidi. Tukiangalia idadi ya mwaka jana inaenda juu kadogo ya hii idadi ambayo tunapata mwa hii siku ya leo. Tunaona wamama wa baba wanajitoa zaidi kukuja kuandikisha watoto wao ambao wanazaliwa. Maana hawa ukifika pale unaona kila siku ya kwanza, siku ya tatu, siku ya nne wanapiganisha zaidi kila mama, kila baba aandikishe mtoto wake. Tuna uhakika kwamba watu wanaendelea kusikia hii ambao tunaifanya hapa kama vile sensibilisation na umuhimu wa kuandikisha watoto. Maana kila leo tunasemaka ndani ya kuorozesha watoto kuna umuhimu kubwa zaidi. Wakati tunaorozesha mtoto, kwanza ni haki ya utotoni ambao sheria iliweka kwa kuzaliwa mpaka siku 19 mtoto anaorozeshwa bure. Kwa artikli yake ya 116 ya Code ya Famille, mtoto anapozaliwa kabla hajapitisha siku 19 ni sherti aandikwe kwa bure kwenye kwa ofisi ya Etat Civil. Inampatia haki ya kuwa na uraia, inampatia jina kiserikali, hapa anajulikana na kukingwa na serikali. Tumalizie na uko Kinshasa ambako ujumbe wa serikali ya Kongo na M23 FC wanaungwa mkono na Rwanda urakutana April 9 uko Qatar, imesema yo television ya Ufaransa France 24 Jumanne April mosi. Kusudi la mkutano huo kulingana na chombo hicho cha habari ni kuanza mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Kinshasa na uasi kwa lengo la kutafuta njia mbadala ya kupata suluhu kuhusu vita vinavyoshamiri mashariki mwa DRC na ambavyo lazimisha mamilioni ya watu kutangatanga. Mkuu wa nchi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame walikutana mnamo Machi 18, 2025 huko Doha kwa juhudi zake emir wa Qatar, wakati hisia za wakongomani zikijielekeza zaidi kuhusu mazungumzo moja kwa moja kati ya serikali ya Kongo na M23 yaliokuwa napangiliwa tariki hiyo ya 18 huko Luanda chini ya upatanishi wa rais wa Angola Joao Lourenço. Ikiwa Luanda, mazungumzo ya moja kwa moja hayakuweza kufanyika baada ya kujiondoa kwa M23 kwenda katika mji mkuu wa Angola. Kwa upande mwingine huko Doha, wakuu wa serikali walithibitisha kujitolea kwao kwa kukomesha mara moja na bila masharti na kukabiliana kuendelea na majadiliano yaliyoanza huko Doha ili kuweka misingi ya amani ya kudumu kama sehemu ya mchakato wa sasa wa Luanda Nairobi, kulingana na azimio la Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar. Mpenzi mtazamaji wa Misia San TV, hadi hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako alikuwa ni mimi Luendo Safari, na kuaga ila na kuomba usikose like, kusubscribe na kushare ili wa kwanza kupata taarifa zetu kila wakati. Bye bye.